Karibu sana mpendwa msikilizaji wangu, wewe uliyetenga muda wako wa thamani kusikiliza kipindi hiki. Studio hizi zinakuthamini sana, lakini sana mimi mwalimu wako MC na mwalimu Makena na kuthamini mno. Wewe ni sababu ya mimi kuwepo katika vituo hivi ili kuweza kushirikishana mambo mazuri ambayo Mungu wetu wa mbinguni ameendelea kutubariki. Siku ya leo nimekuandalia kitu kizuri sana ambacho kitakusaidia kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ningekuomba wewe ambaye mara zote huu unatenga karatasi yako pembeni au daftari lako ukiwa umeshika kalamu yako, lakini si hivyo tu, hata wewe ambaye uko ndani ya gari yako, uko nyumbani umetulia, au uko shambani unasikiza redio ikiwa mbali, somo letu la leo linasema nguvu ya neno. Nguvu ya neno, nguvu ya matamshi. Nimetamani nikupitisha katika maeneo ambayo pengine hujawahi kukutana nayo, ili uweze kuelewa jinsi gani ambavyo watu tumeshindwa kufanikiwa chini ya jua hili kwa sababu tu ya maneno yetu tunayoyatamka, au maneno yetu yasiyotamkika lakini tunayafikiri ndani ya nafsi zetu, ndani ya mioyo yetu. Sasa nitaanza kwa maswali kadhaa ambayo nitakuuliza ili tuweze kuona tunafikia wapi. Mfano, kuuliza swali hili: mpendwa msikilizaji, hivi umeshawahi kujiuliza mtaji wa Mungu aliyoutumia kuumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana duniani na pengine hata mbinguni? Umewahi kuja kufikiria hata siku moja, yani kujipa tu zoezi la kufikiri kwamba ni mtaji kiasi gani? Umejiuliza hilo swali? Kama hujawahi kujiuliza, natamani leo ujiulize kwamba ni mtaji kiasi gani ambao Mungu aliutumia kuumba mbingu na dunia, vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Swali la pili: umeshawahi kujiuliza maana ya Mungu kupumzika siku ya saba? Je, katika uumbaji wake ndio siku aliyopumzika na kwamba kila kitu kiliishia pale? Umeshawahi kujiuliza kitu kama hicho? Na unapata majibu yepi sasa? Mimi nitakupa majibu ambayo kwa tafakari zangu ambazo nimezifanya, lakini pia kwa kusoma neno la Mungu, nina majibu ambayo hakika ndiyo majibu sahihi ya mtaji, lakini pia ya namna ya kupumzika siku ile ya saba. Swali la tatu na la mwisho: mpendwa msikilizaji, umeshajiuliza hata siku moja athari ya neno litokalo kinywani mwako linaweza kukusababishia mambo gani chini ya jua hili? Athari ya neno unalolitamka, unajua lina mapana kiasi gani juu ya maisha yako? Sasa hebu mimi nikusaidie, wakati unaendelea kutafakari, utaongezea na wewe mwenyewe majibu ambayo mimi nakupa leo, kwa sababu naamini unazo fikra, unao utashi, unao uamuzi na unao uwezo wa kupambanua mambo. Na nina uhakika huo, kwa sababu nasema hilo nikiwa na ushahidi. Mungu wetu wa mbinguni alipotuumba sisi wanadamu, ametuumba kwa mfano wake, ametuumba kwa sura yake. Kwa hiyo wewe una nafasi kubwa kabisa ya kiungu ndani ya dunia hii, na Mungu amekupa nafasi hiyo kuwa msimamizi wake chini ya jua hili. Una nafasi kubwa kabisa, kama Mungu afikirivyo, wewe umepewa heshima hiyo ya kuweza kufikiri na kutafakari. Kama si hivyo, umefikia mahali pa kujishusha na kwamba huna uwezo wa kutafakari, pole. Nikupe pole kabisa hiyo. Kwangu mimi, ninapomtafakari Mungu, naangalia mtaji aliyoutumia Mungu, ilikuwa ni neno. Ndio mtaji mkubwa wa Mungu. Sina hakika sana, japo ninachofikiria kitabu cha Mwanzo, pengine nikisema kwamba nyuma ya kitabu cha Mwanzo kulikuwa na nini,
yaani kitabu sifuri, sura sifuri na mstari sifuri, naona mimi tu neno. Maana yangu ninachosema sifuri sifuri hizi, maana yake kitabu cha Mwanzo fungu la kwanza mstari wa kwanza Mungu anaanza uumbaji na neno. Kwa hiyo nyuma ya kitabu cha Mwanzo napata tafsiri napo kulikuwa na neno. Ndio maana kwenye Yohana 1:1 pale Mungu anasema, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mstari wa pili anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Mstari wa tatu anasema vyote vilifanyika kwa huyo nani? Huyo neno, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo unaona hapa mtaji wa Mungu katika uumbaji wa vitu vyote vilivyo kwenye uso wa dunia, vinavyoonekana na visivyoonekana, vimeumbwa kwa neno. Ndio maana ukisoma sura zote zile anasema Mungu akasema hivi, akasema hivi, akatamka kwa neno na iwe hivi, na ikawa. Kumbe wewe mwanadamu ambaye umeumbwa kwa sura ya Mungu, kwa kutamka neno unautengeneza ulimwengu wako. Neno. Lakini pia nikajiuliza lile swali la pili, nikaja nikatafakari kwamba Mungu alifanya kazi siku 7 akapumzika. Lakini unajua tafsiri yake, baada ya siku ya 7, siku ya 8 alikuachia wewe mwanadamu uendeleze huo uumbaji. Sijui kama unafahamu hiyo. Kwangu mimi napata hiyo kwa sababu habari ya magari, habari ya ndege, hizi ndege zinazopaa hewani, aeroplane, habari ya majumba, habari ya vitu vingi ambavyo vimekuja kufanywa ubunifu, uumbaji, vimeumbwa na mwanadamu, vimetengenezwa na mwanadamu. Kwa tafsiri nyingine, Mungu hakupumzika. Ilipofika siku ya 7 alipiga tu cross pass kwako wewe aliyekuumba kwa sura yake uendeleze uumbaji. Sasa kama huwezi kuumba vitu vinavyokuzunguka kwenye maisha yako, narudia kukupa pole. Mimi kwangu nimeumba vitu nilivyoviumba, habari ya kuandika vitabu, habari ya kutengeneza maarifa haya ya kufundisha, nimejitamkia mwenyewe. Wewe ambaye Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake, umepewa task, umepewa wajibu wa kufanya toka ile siku ya 7, siku ya 8 unatakiwa uingie kazini. Wewe unayenisikiliza kwenye kipindi hiki, wewe ni Mungu wa dunia hii. Umepewa heshima ya kiungu na Mungu mwenyewe. Ndio maana akasema na tuumbe mtu kwa sura na mfano wetu. Wewe una heshima ya kiungu. Kama unapingana na hilo, pole. Swali la 3, nimeshakwambia kwamba ulishajiuliza athari ya maneno yako ni yapi? Kama Mungu aliumba ulimwengu huu kwa neno, na Mungu huyo baada ya kuumba ulimwengu huo kwa neno, siku ya 7 akapumzika, akakuachia wewe mpira uendelee kuumba vitu kwa neno. Kama huifanyi hiyo kazi, badala yake najua utakuwa unajinenea maneno ambayo sio sahihi. Kwa hiyo kama unasema huwezi, kama unasema maskini, ina maana unajitengenezea kadunia kwako wewe kakimaskini. Ndio maana binafsi nikimsikia mtu anasema sisi Tanzania ni maskini, nasema naweza nisimwambie ana kwa ana, ila mimi moyoni mwangu nakuwa namwambia huyo mtu kwamba bwana, wewe ndio maskini kwenye hicho kipande chako. Yaani Tanzania ya kwetu mimi najua sisi ni matajiri, ila wewe kipande chako hicho unachokijua kwa mipaka yako uliyojiwekea ndio maskini. Ukisema huwezi, mimi naweza. Kwa hiyo kwa maneno yetu tumekuwa tunajiumbia ulimwengu wa kwetu.
Ndio maana watu hata kwenye kutafsiri maandiko, watu wamekuwa na tafsiri tofauti sana. Mungu anamwadhibu Adamu, anamwambia utakula kwa jasho, utapiga mzigo, utafanya kazi kwa bidii, ule kwa jasho. Na kweli watu wamesimamia hapo. Eva analaniwa, anaambiwa utazaa kwa uchungu. Sasa mimi nikiziangalia hizi laana, wakati mwingine huwa nazitafsiri tofauti kidogo. Huyo anayeambiwa utakula kwa jasho, sawa, Biblia imesema. Eva anaambiwa utazaa kwa uchungu, sawa. Lakini ninaposoma mimi maandiko kwa upana wake, Galatia 3, Wagalatia 3 mstari wa 13-14, pale maneno ya Mungu ndipo napokuja kumshangaa Mungu sana. Yanasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, ili kwa baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Sasa mimi, ndugu yangu, msikilizaji wangu, wakati mwingine huwa najipiga kifua, nasema kama Mungu alimleta Bwana Yesu Kristo akaua hiyo laana, mimi huwa nasema hivi, sili kwa jasho. Kwa sababu gani sili kwa jasho? Kwa sababu tayari kanuni najua imetolewa laana. Bwana Yesu alipokufa kwa ajili yangu, akaondoka, akafa hivyo, akaondoka na hiyo laana. Mimi sili kwa jasho, na sili kwa jasho kwa sababu moja tu ya kimsingi, tayari nafahamu kanuni za kimungu ili nisile kwa jasho. Moja, nafahamu kanuni ya neno, naijua kanuni ya neno, nijitamkie mwenyewe mambo mazuri. Wewe unayenisikiliza, nikueleze ukweli, nyumba unayoitamani iko kwenye mdomo wako, fedha unazozihitaji ziko kwenye mdomo wako, mpera, mchungwa, viwanja viko kwenye mdomo wako, magari, si baiskeli, utajiri wote uko kwenye mdomo wako. Kumbe ukibadilisha tu ufahamu, ukaanza leo kujitamkia yaliyo mema kwako, ukajitamkia utajiri na kufanikiwa kwenye mdomo wako, wewe ni wa kufanikiwa. Ndivyo itakavyokuwa, kwa sababu haiwezi kuwa tofauti. Mungu aliyeniumba mimi kwa sura, nitamke ishindikane eti kwa sababu tu Mungu anaweza katamka mwenyewe ikawa haiwezekani. Ndio maana kipindi cha malengo nilikwambia hivi, unatakiwa uandike malengo ya kwako, tena bila kuangalia una fedha kiasi gani kutimiliza hayo malengo yako. Andika. Kwenye semina zangu nimekuwa nadiriki kuwaonesha wanafunzi wangu jinsi diary yangu ilivyo. Usiwe na diary ya kuandika deal, mipango tu, tutaonana na fulani siku fulani. Andika malengo yako na uyasome kila siku, uyatazame, uyaweke kwenye vibao kama Mungu wa mbinguni alivyomwambia Habakuki, andika malengo yako, uyaweke kwenye vigae, unayasoma kila siku. Iko faida kubwa sana katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa fikra. Ukiandika malengo yako kwenye vibao, kama ni nyumbani, kama ni sebuleni, kama ni chumbani, na kuwa milionea. Kuna kitu kinafanyika cha ajabu sana kwenye ulimwengu wa roho na kwenye fikra zako. Lengo hilo ambalo umeliandika kwa maandishi linabadilika kutoka kufikirika, linakuwa akushikika. Uingereza wanasema inatoka kwenye mfumo wa intangible linakuwa tangible. Unaanza kulishika, unaweza kusikia harufu yake kama ni lengo la harufu. Unaanza kusikia masikioni kama lengo lako ni la kusikika. Mfano umesema napata redio mwezi fulani,
napata redio mwezi Juni, napata redio mwezi Disemba. Na nakwambia uandike napata, sio sema nitapata. Kwenye ulimwengu wa ufahamu, na hasa kwenye mfumo wa kati wa ufahamu unaoitwa subconscious mind, wenyewe huwa haufahamu huu mfumo kwamba hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Wenyewe huwa unatekeleza kile unachokiongea. Napata redio, mfumo unaanza kukutengenezea mazingira ya kupata redio. Kwa na kushauri sema napata redio, napata gari, na uandike kwenye karatasi, kwenye daftari. Mkono wako na akili yako, kuna kitu kinafanyika kikubwa sana ambacho wewe ukifahamu. Kwa mimi huwezi kuniambia nakula kwa jasho. Mimi nakula kwa bila jasho. Najua kanuni. Hivi jamani, kuna swali la kimsingi la kujiuliza. Hivi kutamka, kunijinenea mwenyewe na kuandika, kuna jasho hapa? Hakuna jasho. Nikikupa ushuhuda wa kile mimi ambacho nilishakiandika, na ninapoyaorodhesha yale mambo ninayoandika, halafu baada ya muda fulani Mungu anaanza kunionyesha njia. Nilikwambia kwenye kitabu cha Mithali 16:1 na mstari wa 19 kule, ukisoma yale maneno, Mungu anakuambia hivi, tamka unachotaka, halafu yeye anakutengenezea njia za kupita kufikia yale uliyoyatamka. Andika malengo. Andika. Kama una shida kwenye malengo, jitahidi sana kusikiza kipindi changu ambacho huwa kinajirudia mara kwa mara, au nitafute nikupe kitabu ambacho nimekusaidia kuandika malengo na jinsi yanavyokamilika, au pata CD zangu ambazo zinaelezea habari ya malengo. Maana leo nataka kukufundisha habari ya neno. Sasa nikiingia kwenye malengo, nitazamia kabisa huko, maana ni eneo tamu, ni eneo safi, ni eneo ambalo linavutia kwa wale ambao wanajua, wanaandika malengo, wanajua siri ya Mungu ilivyo katika mafanikio yao. Kwa hiyo nakuomba sana, andika malengo. Mimi nimejua hii kanuni ya neno, na ndio maana nakwambia hivi, kwa kujua kanuni hii ya kujitamkia mwenyewe au ya kubadilisha lile neno kuwa kwenye maandishi, nimefanikiwa. Ninakula kwa raha na si kwa jasho. Lakini kanuni ya pili, na nalijua kusudi nililoitiwa. Wewe unanisikiliza, unalo kusudi sahihi ambalo Mungu alikuandalia. Mungu hafanyi vitu kwa kubahatisha. Mungu anafanya kwa utaratibu. Ndiyo maana nilipokuwa nikufundisha habari ya kutawala na kumiliki, nilikwambia Adamu alipopewa maelekezo ukatawale, ukamiliki, kwenye kile kitabu cha Mwanzo, soma chote, ukatawale, ukamiliki, ukawe governor, ukawe kiongozi. Alimpa taratibu hizo. Na kwenye kitabu hicho cha Mwanzo huoni Mungu akinyeshea mvua ardhi. Ulishawahi kujiuliza kwa nini Mungu hakuumba mvua kipindi hicho kwenye kitabu hicho cha Mwanzo fungu la kwanza? Asingeweza, kwa sababu Mungu ni utaratibu. Asingeweza kuweka mvua halafu vitu vimee kwenye ardhi, hakuna msimamizi. Haiwezekani. Ndio maana ananyeshea mvua kwenye sura ya pili. Ukisoma, anashusha mvua kwa sababu tayari ameshamwambia Adamu, ukawe mtawala, ukawe miliki, ukawe msimamizi, asimamie vitakavyomea. Mungu ni utaratibu. Kwa hiyo kila mwanadamu analo kusudi aliloumbiwa. Sasa sijui wewe umeumbiwa kusudi lipi? Hili ni somo jingine. Kama shida ipo kwenye kujua kusudi lako, tafuta kitabu cha Mwalimu Makena, kimeandikwa hivi: biashara nzuri ya kufanya na kupata faida. Biashara nzuri ya kufanya na kupata faida. Ndani ya kile kitabu, ili uweze kuwa na biashara ambayo ina mashiko, yenye kukupa faida, yenye kukunufaisha, nimekupitisha kwenye mitihani ya kujua kusudi la kuumbwa kwako.
Ukifanya kazi ambayo sio ya wito wako, sio ya kusudi lako, iko shida, huwezi kufanikiwa. Ndio maana utasikia mtu anakuambia, bwana, mimi nimeingia shule nikasoma, nimesoma PCB kwa sababu baba alikuwa na daktari, aliniambia nisome PCB. Nimeenda lakini nikaona nilivyomaliza form 6 aise nikabadilisha. Au unamshangaa rafiki yako kabisa. Mimi ni warafiki zangu wengi sana, nimesoma nao Mzumbe miaka ile ya miaka ya 90 na 91 92, wako wengi. Tumesoma HGK, history, geography na Kiswahili. Leo hii namsikia rafiki yangu anafanya kazi benki. Sasa namuuliza, uliendaje benki? Asa bwana, nilipomaliza form 6 nilipata posti kwenda ualimu. Lakini sasa nikaona haiji. Nikaenda kuchukua nini? Diploma ya uhasibu. Nikaenda FM, nimeenda CBE. Hasa namuuliza ilikuwaje? Bwana, unajua tu yani nilivyofaulu sio na nini. Hata baba alikuwa mwalimu akaniambia hivi, soma masomo haya arts. Maana yake ni nini? Mtu kama huna maelekezo mazuri, unaweza ukajikuta umefanya kitu ambacho sio cha kwako. Mara nyingi nimetoa ushuhuda wangu. Nilipofika kidato cha 6, nilisikia wito wa kutumika kanisani. Nikamshirikisha baba. Baba, nasikia wito wa kuwa mchungaji. Baba akaniambia, kwa sababu alikuwa mwinjilisti, akaniambia kwamba ni kweli mwanangu, lakini nafasi yako ya kuwa mtoto wa pili kuzaliwa katika familia na una wadogo zako nyuma 6, naona kama uchungaji utakuwa na nafasi ndogo sana. Ninachokijua, baba alikosa jibu la kunipa. Alikosa jibu la kuniambia endelea, na alikosa jibu la kuniambia hapana, acha, fanya hiki. Sasa wale wanaosoma saikolojia wanajua mtoto wa kiume ni rafiki sana wa mama. Nilikwenda kwa mama, nikamwambia, mama, nasikia kufukutwa kutumika kazini shambani mwa Bwana kama mchungaji. Mama aliniuliza, baba yako amesemaje? Nilijibu, baba kaniambia ni nzuri, lakini nafasi ni ndogo sana kuwasaidia wadogo zako 6 walioko nyuma yako. Mama kagota pala akasema, msikilize baba. Kwa hiyo mimi nimetoka pale nikaenda kusomea ualimu. Nimesomea ualimu muda mrefu. Natoka kwenye ualimu, ghafla nimeajiriwa na mpango wa chakula duniani. Nimeshughulika kwenye shughuli za kusaidia wakimbizi kwenye eneo la chakula. Nimetoka pale, siisikii kazi hiyo miaka 10 na miezi 8, mpendwa msikilizaji. Kazi siisikii. Nimeacha kazi kwa kuandika notice kwa mkurugenzi. Na hiyo narudia kumshukuru sana mchungaji wangu, mchungaji Mwankuga, Lawi Mwankuga, popote alipo, kwa swali lake moja tu. Siku ya ibada yuko madhabahuni, idara ya vijana ikinitegemea kwa ajili ya uimbaji. Mchungaji akiwa amesema sana, Mwalimu Makena, jitahidi sana kwa ajili ya huduma ili uweze kwenda na vijana. Vijana wako tayari, lakini walimu mko busy na shughuli. Kana mwambia ngumu sana, mimi nafanya kazi mpaka Jumapili. Sasa siku hiyo ibada inaendelea, mchungaji yuko madhabahuni, akaangalia idara ya vijana wamejaa, ila wapigaji wa vyombo hawapo. Mimi ni mmoja wa wapigaji wa vyombo. Tatizo langu lilikuwa kama sijafanya mazoezi na wapigaji kwa wiki nzima, sishiriki kwenye kupiga vyombo au hata siimbi kwaya. Naelewa kwenye habari ya idara ya vijana wapo waliofanya mazoezi na wafanye. Sasa siku ile nimekaa nyuma kabisa. Kama mwalimu alipouliza mchungaji, idara ya vijana mnaweza kuimba?
Vijana wote wakageuka nyuma kuniangalia. Mwalimu, conduct tuimbe. Nilisita kwanza, wakarudi tena conduct tuimbe. Kwa nikapita mbele, nikatuni wimbo, nikaconduct, tukaimba, tukakaa. Wimbo wa pili nikaconduct, tukaimba, tukakaa. Mchungaji anashuka mwishoni kabisa madhabahuni, ananiambia, Mwalimu Makena, tunakuomba ofisini. Nimefika ofisini, akiona msaidizi wake mwinjilisti kipindi hicho, sasa hivi ni mchungaji Eliza. Wakaniambia, Mwalimu, tunaomba tushirikiane kuomba ili Mungu akufungulie nafasi ya kutumika kazini mwa Bwana. Baada ya maombi, kesho yake ndipo nilipokwenda kuresign kazi. Niliandika tu, mkurugenzi, nimefanya kazi na wewe miaka 10 na miezi 9, naona sasa yatosha. Nakupa kituko hiki mpendwa msikilizaji, unisikilize vizuri ili uone jinsi gani ambavyo unaweza kujipanga ukafanikiwa kwenye track au kwenye kusudi Mungu alilokuitia. Ndivyo nilivyoacha kazi. Nasikitika kipindi hicho sikujua namna ya kumshirikisha mke wangu. Nilikuja kumpa taarifa kwamba nimeacha kazi. Sasa fikiria, 800,000 kuiacha ya mwaka 2006. Halafu namwambia mke wangu, nataka niende shuleni kwa kutumia vyeti vyangu vya ualimu nikafundishe. Wewe uliye kwenye ualimu, mwalimu mwenzangu, unaweza kusema kabisa haingia akilini. Kwa sababu kwenye ualimu nilienda kuanzia shilingi 200,000. Unaacha 800,000 na marupurupu na safari, unaenda kwenye 200,000 kwa mwezi mzima. Wakati fulani unaweza kusema huyu Mwalimu Makena anavyoongea zimefyatuka kidogo au vipi? Lakini ndivyo ilivyokuwa. Nimerudi ualimu, nikawa najisikia amani ya kufundisha. Lakini pia nikupe siri, nilipenda sana kuwa mshereheshaji, kuwa MC. Na kwa nini nafanikiwa kwenye hili eneo? Ualimu, yani teaching, inatengeneza mshereheshaji bora. Teaching inatengeneza mshauri nasaha. Teaching inatengeneza mwalimu. Teaching hiyo. Kwa hiyo nikawa najisikia niko ndani ya eneo sahihi. Mimi ni mwalimu. Sasa utaniuliza nimefikaje kwenye vituo vya redio nikifundisha? Ni mwaka 2012, sio mbali sana. Niliandika malengo kwamba mwezi Machi naanza kuongea kwenye vituo vya redio. Sasa nifupishe story. Baada ya kuandika hivi, na mke wangu akiwa shahidi, aliniuliza, utaanza kituo gani sasa? Wewe una connection gani na watu wa redio mume wangu? Nikamwambia naandika malengo, nimejifunza kuandika malengo. Na ninachokuambia ndicho hicho. Mungu alitengeneza njia ya kunifanya nianze na ni Machi hiyo nilianza kuongea kwenye vituo mbalimbali vya redio, nikatiki lile lengo. Kumbe ukikaa kwenye kusudi uliloitiwa unafanikiwa sana. Na sasa ninachokiona, ule uchungaji, sijui unakumbuka wa mwaka wa form 6 nilipomaliza, nilipomwambia baba ndio narudi sasa. Kwa sababu kwa redio hizi na media hizi, wengine wanaita mchungaji, wengine wanaita mwalimu, wengine wanaita mwinjilisti, wengine wamediriki kuita askofu. Wewe ni mwangalizi bwana, unalea watu kwa mafundisho haya. Inarudi ile niliyoisikia ikifukuta mwaka ule nilipomaliza kidato cha 6. Sasa ukinunua kitabu changu cha biashara nzuri ya kufanya ili upate faida, utaikuta hiyo mitihani pamoja na huu mtihani wa kuambia niliosikia ukifukuta nilipokuwa kidato cha 6 nimemaliza. Uingie kwenye kusudi. Kwa hapa siwezi kusema bado naendelea kula kwa jasho. Mimi naendelea kula kwa raha kwa sababu nimejua kanuni ya neno nilijitamkia, nikajua na kanuni ya wito au kusudi, naenda vizuri. Lakini 3, naijua kanuni
ya Mungu kupumzika siku ya saba. Aliniachia mimi niendelee kuzalisha. Kwa naendelea kufanya hiyo kazi, na kwa vyovyote lazima Mungu anibariki, kwa sababu naendeleza huduma hiyo ambayo yeye aliacha siku ile ya saba. Kumbuka, Mungu alipopumzika siku ya saba hakuwa na maana kwamba kila kitu kiishie pale. Sisi wanadamu tuliumbwa kwa sura yake, tunatakiwa kuendeleza huo uzalishaji. Kwa naijua kanuni ya kuwa mimi mtawala, ya kuwa mimi mmiliki, ya kuwa mzalishaji, ya kuwa msimamizi, ya kuwa governor on behalf our Lord. Kuwa governor kwa niaba ya Mungu wetu wa mbinguni. Sasa mimi kichwa huwa kinaniuma sana kwa Wakristo wenzangu ambao ni maskini. Nilitamani kama alivyotuahidi kuwa kichwa, tuwe vichwa. Sasa unashangaa wasiomjua Kristo ndio matajiri zaidi ya sisi tunaomjua Kristo. Hii mimi hainipi afya, hainipi afya kabisa. Najiuliza kwa nini? Nakuja kukumbuka Wakristo wengi tumepokea mafundisho ya kimaskini. Iwe ni madhabahuni, tena mtumishi kabisa nasimama, Mungu ameumba maskini na tajiri. Ndio maana kulikuwa na Lazaro na kulikuwa na tajiri. Yaani hili somo natamani siku moja nije kukufundisha wewe uongo wa shetani juu ya kauli kama hizi. Ndio maana huwa nasema hivi, Mungu aliye tajiri, aliye mmiliki, amtengeneze mwanadamu wa sura na kufanana naye maskini. Tutabishana mpaka kesho asubuhi. Leo sijaandaa hilo kuonyesha hizo tofauti ambazo watu wanazizungumza, na madhabahu mengi zinasema zungumza hivyo. Sijajipanga kulizungumzia hilo. Nimejipanga nguvu ya neno. Hebu twende tu kwenye neno. Siku itafika na si mbali nitakufundisha uongo wa shetani juu ya hizi kauli za Lazaro na tajiri. Tumeumbwa tuwe maskini na wepo matajiri. Mungu angeumba maskini wote au tajiri wote, sasa nani angemfanyia kazi mwenzi? Utamfanyia kazi mwenzako wewe. Ile mimi kwenye kipande changu hii mimi nanawa kabisa. Sipo kwenye hicho kipande. Kipande cha umaskini kaa nacho wewe na ujinenee hivyo. Wakristo wamekaririshwa ufahamu mfu. Nasema mfu kwa sababu mtu anaambiwa nikikuombea, kanuni zipo za kimungu kabisa. Upige kazi, ubarikiwe. Ujinenee, ubarikiwe. Ujue kusudi, ubarikiwe. Mtu anawekwa pale, anaanza kuombewa. Afungue milango, atoe umaskini, amalize madeni. Jamani. Yaani madeni ukope wewe, halafu nguvu ya kimungu iondoe madeni ya mtu hujalipa. Hii haiwezekani. Jamani, hii mbona ni theory ndogo sana? Yaani naona kama mimi ni theory ndogo sana. Lakini sasa kwa nini tufanye hivyo? Pokea muujiza. Huwezi kupokea muujiza. Tutaendelea kuwa maskini wa fikra na maskini wa kimwili. Nimekuambia ni kanuni tu. Mungu amekuwekea kanuni. Panda mbegu. We mbegu ulionayo unaweka ghalani, itazaa. Jamani, si ni kanuni ya kawaida hii? Hifadhi mbegu za mahindi kwenye ghala, kwenye store, halafu udhani zitazalishwa. Haziwezekani. Mungu amekupa kitu cha kuzalisha ndani yako, badala uanze kupractice, uanze kukifanyia kazi hicho kipawa, ukae nacho, unakufa maskini. Mpendwa msikilizaji, kabisa. Mpaka tunawacha ulimwengu huu, tunakuzika ukiwa maskini. Mbegu kama mbegu huwezi kuiweka galani. Itoe ukaipeleke kwenye udongo wenye rutuba, itazaa 100, 1000, milioni. Ni kanuni na ameziweka Mungu. Ndio maana ukiangalia kwenye kanuni, hata katika hali ya mambo ya maji kujaa na kupwa, Mungu aliweka kanuni ya maji kujaa na kupwa. Nenda baharini, maji yanajaa yanakupwa, yanajaa yanakupwa. Haiwezekani mwanadamu atakaye kuja kutengua kanuni. Kwa kuheshimu kanuni
lazima tu ufanikiwe. Ndio maana wakati mwingine anakuambia, mtu mmoja alisema success is obedience to principles. Ukitii kanuni lazima ufanikiwe. Na hata upandaji wa miti ukiangalia, huwezi kupanda mbegu chini ya ardhi alafu ukaona ule mmea unakwenda kwa chini hauendi juu. Ni kanuni aliyoiweka Mungu. Yaani hakuna mtu wa kuipinga. Lazima utaweka mbegu itapanda juu kufuata mwanga. Ni kanuni. Watu wamejinenea kushindwa. Watu wamepokea taarifa mfu kwa vyanzo vya taarifa mfu. Jamani, taarifa ni muhimu sana. Mafundisho ni muhimu sana, na uyapate mafundisho kutoka kwenye sehemu sahihi. Pata taarifa kwenye sehemu sahihi, kwenye chanzo sahihi. Na Biblia imemwaga kila kitu. Hivi vitabu ambavyo vinaandikwa, wengine tunarahisisha lugha. Kila kitu watu wanakopi, tunakupesti kutoka kwenye Biblia. Mungu amemaliza kila kitu. Kwa hiyo habari ni muhimu sana. Taarifa ni muhimu sana. Tafsiri nzuri ya taarifa ni habari inayotolewa ili kutoa taarifa fulani. Ni habari. Pata habari ambazo ni sahihi kwenye chanzo sahihi. Chanzo sahihi ni Biblia. Sasa iko shida kwa waumini kupokea taarifa, au shida kwa watumishi kutafsiri tofauti na Mungu alivyotafsiri. Mungu anakuambia fanya kazi kwa kutumia karama uliopewa. Mungu akawabariki akawaambia zaeni mkaongezeke. Sasa watumishi wengine kwenye zaeni mkaongezeke wanasimamia kuwaeleza waumini wazaane kimwili. Watoto 10-15. Mungu hawezi kuwa na ufinyu wa mawazo kiasi hicho, mzaane kimwili tu. Haiwezekani. Huyu Mungu ni utaratibu. Ninayemwamini mimi na kumtumaini hawezi kuwa na Mungu wa mfinyu kiasi hicho kwenye mawazo yake na fikra zake. Ndio maana wanasema labda awe ni Mungu wa mabua. Lakini huyu Mungu aliye hai tunayemwabudu, Mungu hawezi kusema mkazaane kwa level ya mwili tu. Na hii watumishi wengi kwa kutokuwa na uelewa wa kuangalia hata maandiko kwenye vitabu vingine, kwa sababu kwenye kitabu cha Kiingereza, kwa lugha ya Kiingereza inasema vizuri sana. Anasema be fruitful. Be fruitful maana yake ukazalishe matunda. Lugha yetu ya Kiswahili mkazaane. Unaona hivyo bana? Sasa kuzalisha matunda, huwezi kuzalisha matunda kwa level ya kimwili tu. Zalisha matunda kwenye ualimu, zalisha matunda kwenye uinjilisti, zalisha matunda kwenye uchungaji, zalisha matunda kwenye uhandisi, zalisha matunda kwenye udaktari, zalisha matunda kwenye ufugaji, zalisha matunda kwenye kilimo. Kila eneo ulipo kwa wito niliokuitia, zalisha matunda. Sasa utaona jinsi gani ambavyo tumekaririshwa na kubanwa kwenye mpaka mdogo sana, eneo dogo sana, kwamba wewe uzae watoto wakaongezeke mkaijaze nchi. Mungu hawezi kuwa kwenye level hiyo. Yuko kiwango cha juu sana. Uzalishe kila eneo ulilopo. Kwa hiyo ninachokuomba, katika maneno yako unayotamka, katika mawazo yako unayoyawaza kila siku, ambapo wanasaikolojia wananiambia unapowaza, yani kila siku iendayo kwa Mungu, mwanadamu ana uwezo wa kuwaza mawazo 60,000. Kwa hiyo piga ua garagaza, ndugu yangu, lazima utawaza na lazima utapokea taarifa. Sasa hizo taarifa unazozipokea kwenye mawazo yako hayo, lazima ujue namna ya kuzipambanua. Ipi uipokee, ipi uikatae. Uchaguzi ni wa kwako wewe. Ipi ingie kichwani uitumie, uifanyie kazi, na ipi isiingie uitupilie mbali. Taarifa hizo unazipata katika maeneo mengi. Unakutana na watu wanakusimulia, au unapigiwa simu unapewa taarifa. Pengine unaona mwenyewe kwenye TV, unajisomea mwenyewe kwenye kitabu, unatazama picha, au hao wanaokuzunguka marafiki zako kwenye mazingira uliopo wanakupa taarifa. Unapopata hizi taarifa, chekecha. Ndiyo siri
kubwa ambayo Mungu ametuwekea wanadamu, tofauti na kiumbe chochote duniani, kuwa na uamuzi na uchaguzi. Na uchaguzi huu huupati kwa ng'ombe, kwa miti. Sijawahi kusikia hata siku moja kwamba kuna mti ambao umemea Dodoma, halafu unaamua huo mti kwenda kuishi Songea. Sijawahi kusikia. Sijawahi kusikia kuku waliozaliwa Morogoro, halafu kuishi kwao Morogoro wakaamua siku hiyo kwamba wakaishi Tanga. Sijawahi kusikia. Ni mwanadamu tu aliyezaliwa mahali fulani ana uwezo wa kusema nataka nikaishi mahali fulani. Ndivyo ilivyo kwenye maisha. Uamuzi ni wa kwako, uchaguzi ni wa kwako wewe. Kwa hiyo zile taarifa ambazo unazipokea, iwe kwenye simu, iwe kwenye kuona, iwe kwenye kusikia, iwe kwenye kusoma, unatakiwa uamue kwamba hii sahihi, hii sio sahihi. Kwa hiyo ngano karibu, pumba kwa heri. Nimekuwa na kueleza, huwezi kuchagua wazazi. Hiyo ni obvious. Kwamba ungetamani kuzaliwa na familia fulani, haiko hivyo. Mungu ndiye anayekuchagulia uzaliwe na mama yupi na baba yupi. Huwezi kamwe kuchagua familia ya kuishi, kwamba familia hii ningetamani niishi familia fulani. Mungu anakuchagulia familia. Anakuchagulia mazingira. Mtu unakwambia bwana, mimi ningezaliwa Ulaya ningekuwa tajiri sana. Rafiki yangu, nikwambie kabisa, msikilizaji wangu, pengine ungezaliwa Ulaya nungekuwa maskini wa kufa. Hivi unafikiri Ulaya hakuna maskini? Ulaya wapo maskini tu wa kumwaga. Kwa hiyo hilo nalo kwenye mazingira, Mungu anakutafutia eneo, huwezi kuchagua. Kitu unachotakiwa kuchagua wewe ni maisha yako. Unapanga maisha yako yawe vipi? Yawe maisha ya hohehae au maisha ya kimaskini? Endelea kutumia hilo neno nililokuambia, ambao ndio mtaji mkubwa wa Mungu kuumba hii dunia. Na wewe ukiendelea kutamka hilo neno kwamba huwezi, wewe ni maskini, uamuzi ni wa kwako bwana. Hata Biblia imesema uamuzi ni wa kwako. Mimi nakusaidia katika hili eneo ili tuweze kusafiri pamoja, kwa sababu mimi shauku yangu ni kuona umefanikiwa. Ni baraka tele. Natamani ufanikiwe na zaidi na zaidi na zaidi. Sasa anza kujipanga. Unapokea taarifa kutoka wapi? Kutoka kwa nani? Kwa hiyo badilisha hata mtazamo wako wa kusoma. Badilisha mtazamo wako, mpendwa msikilizaji, wa kusikiliza. Badilisha mtazamo wako wa kutazama vitu. Adui namba 1 sasa hivi naweza nikamuita hicho kilongalonga chako ulichonacho mkononi. Tazama vitu vizuri. Shirikiana na wenzako vitu vizuri vinavyokubadilisha ufahamu wako kutoka kwa ufahamu hasi kuwa kwenye ufahamu chanya. Wakati fulani nikanajiuliza, hivi kwa nini? Au wewe mpendwa msikilizaji, hebu ngoja nikupe siri hii. Hivi unafahamu tajiri namba 1 Afrika anatoka wapi? Tajiri namba 1 Afrika anatoka Nigeria. Nikuulize, ulishafikiria televisheni ipi inayoongoza Afrika kwa kutazama na watu wengi? Nikupe siri, televisheni nambari 1 ambayo watu wanaitazama wengi sana duniani na Afrika inatoka Nigeria. Mwanamuziki bora anayelipwa hela nyingi sana anatoka Nigeria. Sasa jiulize swali, kwa nini? Hawa jamaa wamewekeza sana kwenye kupata taarifa sahihi. Shule ziko juu, unajua vyuo viko vingi sana, wasomi wako wengi, kwamba wametengeneza ufahamu wao na uelewa wao kupokea taarifa zinazoweza kuwatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini nikuuliza swali jingine ili unaweza ukacheka kidogo. Hivi unafikiri wachawi mahiri kwa Afrika wanatoka wapi? Jibu tu, sema Nigeria. Sio, unaangalia mikanda yao jamani. Yale maigizo wanayoyafanya yale ya kuhamisha mtu anaruka na ungo ni vitu ambavyo wamepractice, wanavijua. Hata wezi, dunia inaogopa wezi mahiri wanatoka Nigeria. Sasa hapa maana yangu ni nini? Maana yangu hapa nataka kufundisha tu kwamba
habari ya taarifa ni jambo la msingi sana. Kupokea taarifa muhimu. Ukisha kuwa taarifa muhimu, utakwenda kugota kwenye kujitamkia neno sahihi litakalo kukuza. Maneno yako, fikra zako, kuwaza kwako kutakuwa ni kuwaza kwa mfumo chanya. Utajinenea neno utakalo litamka, utalitamka kama vile ambavyo nimekuambia Mungu aliumba ulimwengu huu toka pale mwanzo, kwa neno, kwa neno, kwa neno, kwa neno. Ukibadilisha mfumo wako wa kutamka, kujitamkia mwenyewe, mimi nakwambia mafanikio ni ya lazima. Wasomaji wazuri wa Biblia, na hapa labda nisome kabisa hili andiko, kitabu cha Hesabu fungu la 13. Mimi nitasoma 25 mpaka 32, ila nitakuwa naruka mistari. Wewe mpendwa msikilizaji wangu, ukipata neema ya muda, soma ile Hesabu yote, uone Mungu alivyokuwa anamtuma Musa na wale wapelelezi kwenda kukagua kule Kanani. Uone hiyo story. Mimi pale naona kuna vitu ambavyo kwenye ile Hesabu 13 kuanzia 25 mpaka 32, nimeviona pale vitu vitatu muhimu sana. Mungu anamtuma Musa, halafu wanasema tupange twende. Muda wangu unakwenda sana, naomba uisome tu vizuri. Kuna sehemu kwanza ule mstari wa 25 pale anasema wanapanga tupange twende. Hebu tukamate gombo kabisa. Mstari wa 22 kwanza anasema wakapanda katika Negebu, wakafika Hebron, wakapanda. Wanapanda, wanakwenda. Tayari pale ninachoweza kusema, tayari wakawa na nguvu ya kupanda. Kuna neno la nguvu pale, kuna neno linatamkwa pale, kuna mpango mzima wa kusafiri kwa ujasiri kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Upelelezi. Wakaenda, wakafika kwa Musa 26 ule mstari. Sasa nikushirikishe mstari ambao unanipa mashaka, na huu mstari uko 31 pale. Unasema bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa. Hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa. Sasa utakubaliana sasa na mimi, mwanzo wameanza na nguvu ya kutosha, halafu baadaye wanasemaje? Hatuwezi kupanda tupigane na hawa. Maana yake wanatengeneza sasa hali ya kushindwa, wanajiwekea neno la hatuwezi. Kujiwekea neno la hatuwezi moja kwa moja inaanza kuvunja ile nguvu. Hatuwezi. Ukienda na maandiko kule mwishoni, soma mwenyewe, wanajidharau, wanasema wao ni kama mapanzi. Sasa walikuwa na taarifa nzuri, wanaondoka nayo taarifa, wapande waondoke. Baadaye taarifa inabadilika, wanasema hawawezi. Kama ambavyo wewe mwenyewe mara nyingi, msikilizaji wangu, umefikia mahali ukasema lo, niko tayari kutumika kazini mwa Bwana. Baadaye unasema huwezi. Unabadilisha ufahamu wako, unasema sasa huwezi. Mbaya zaidi, unajisema kwamba wewe huwezi kabisa kufanya ile kazi, unafanana na mapanzi. Umejishusha kiwango, na kwa kweli kama umejiweka kama mapanzi, utaishia kuwa kwenye level ya mapanzi. Mimi natoa mfano mzuri sana hapa. Mwanangu nilipomfundisha kwamba wewe ni bora, glory wangu, wewe ni unapendwa na Mungu, wewe ni wa thamani, wewe unaweza kufanya mambo makubwa duniani, wewe unaweza kutengeneza ulimwengu wako mwanangu, akaanza kujenga ule ujasiri
kwanza wa kujipenda, tunasema Kiingereza self esteem, lakini akajenga ile confidence kwamba anaweza. Hawa wanatumwa kwenda kupeleleza, wanasema wanaweza, alafu ghafla wanasema hawawezi, wako kama mapanzi. Sasa naomba mpendwa msikilizaji, hakikisha hujilaumu. Usijilaumu, usilani, usijute na kusema kwamba Mungu pengine amekuumba maskini. Hapana, umejiumbia wewe mwenyewe umaskini na kujiita ni maskini. Yaani umejiita mapanzi, umejishusha grade kuwa panzi, kuwa maskini. Ndivyo utakavyoendelea kuwa. Jipe ujasiri, jinenee mwenyewe kwamba wewe ni mtawala, wewe ni mmiliki, wewe ni msimamizi wa rasilimali za Mungu alizotuachia hapa duniani ili uweze kutawala na kumiliki. Na nikwambie tu, ukisoma hii hesabu kule mwishoni, Mungu hakuwapotezea. Mungu hakuwapotezea. Hili neno zuri kabisa. Mungu hakuwapotezea, aliamua kuwaajibisha. Mungu huwa na uwezo wa kukasirika. Amekuumba kwa sura yake, amekuumba kwa mfano wake, halafu wewe unaanza kujinenea uovu kwa neno hilo. Unaanza kutamka kwamba huwezi, hufai, si chochote, ni maskini. Mungu huwa anakasirika, halafu anarapua. Aliwaadhibu hawa, akafutilia mbali kabisa kile kizazi. Ukisoma kule mbele anakuambia ni Joshua tu na Kalebu ndio walichinga Kanani. Kwa hiyo wewe unayejinenea ushindi ndio utaachwa na Mungu uweze kuingia Kanani, uweze kuingia kwenye mafanikio, uweze kuingia kwenye ushindi. Natamani sana ufanye bidii ya kutosha ili utengeneze mfumo wa kwako. Ninakushauri jisemee. Juzi nikiwa kwenye seminar, bwana mdogo sana anaitwa Fred Msungu akasema fanya mazoezi. Mimi wakati nafundisha nikasema ili uongeze ujasiri wa kujipenda, ujasiri wa kujithamini, tenga basi hata kioo, ujisemee kwamba wewe unapendwa na Mungu, wewe ni wa thamani, Mungu anakujali, Mungu amekuheshimisha, Mungu amekupa kila kitu. Ujenge basi ule ujasiri, pengine ufahamu wako ufahamu kwamba wewe ni mtu mkubwa sana chini ya jua hili. Mwalimu Fred Msungu akasema wakati mwingine mwalimu, tunawashauri wasikilizaji au wanafunzi ndio wafundisha wazungumze na makochi basi nyumbani. Zungumza na makochi yako. Unazungumza na makochi, unaona mimi ni mheshimiwa bwana, mimi napendwa na Mungu, mimi ni wa thamani, mimi naweza kuwa mtu mkubwa sana duniani. Napenda na tena ngoja nirekebishe hapo. Usiseme mimi naweza, mimi ni mheshimiwa, mimi ni mstahiki, mimi ni tajiri, mimi ni bilionea. Zungumza hayo maneno kwenye makochi yako basi, kama huwezi kuongea kwenye kioo. Kwa sababu gani? Kwa sababu gari unayohitaji iko mdomoni mwako, nimekwambia. Nyumba unayohitaji ya viwango hivyo ipo mdomoni mwako kwenye kunena. Mke unayemhitaji unamtengeneza wewe kwa maneno yako. Nataka mke wa kiwango hiki na hiki na hiki. Nataka familia ya watoto hawa na hawa na hawa. Nataka familia yangu wasome kwa level hii na hii na hii, wafike mpaka shule hii na hii. Mume unayemhitaji, dada yangu unanisikiliza, yuko kwenye kinywa chako. Shamba la ukubwa gani linalozaa matunda yepi? Machungwa yapo kwenye mdomo wako, mapera yapo kwenye mdomo wako, mafenesi yapo kwenye mdomo. Kila kitu kiko kwenye mdomo wako. Fedha kiasi gani unazozihitaji, viwalo vipi uvivae, viko kwenye kinywa chako, mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo nakupa ushauri huo ili uone kwamba vitu vyote vilivyoko chini ya jua ni Mungu ameviumba kwa neno. Kwa nini kusisitiza wewe kwenye kupata taarifa nzuri, taarifa sahihi ili uweze kujitamkia vizuri? Ni kwa sababu Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake.
Kumbe ukitamka, ukazijua hizi kanuni za kutamka neno, za kujua kusudi uliloitiwa, halafu ukatenga muda mwingi wa kutosha katika kutamka na kulipa gharama hiyo ya kujifunza kwenye vitabu, kwenye Biblia hii ambayo ina kila kitu, na kujifunza kwa kutazama, kujifunza kwa kusikiliza, kujifunza kushirikiana na wengine, mimi nakwambia lazima upasue, lazima itimilike kile kitu ambacho unajinenea mwenyewe. Kwa hiyo kwa neno, kama nilivyokuambia, mtaji wa kwanza wa Mungu ilikuwa ni neno. Akaviumba vitu vyote chini ya jua hili, vinavyoonekana na visivyoonekana. Alipokuumba wewe, akakuweka duniani uweze kutawala na kumiliki, uwe msimamizi wa rasilimali za Mungu. Alipopumzika siku ya saba, Mungu wetu aliye hai alikuachia wewe nafasi uendelee kuzalisha, uendelee kuumba. Kwa hiyo vitu vyote unavyovihitaji viko kwenye kinywa chako. Kuna kushauri kwa mara nyingine, endelea kusikiliza vipindi hivi, endelea kusoma vitabu, endelea kujifunza na kujifunza, ili uweze kuwa mtawala, uweze kuwa mmiliki, na uweze kujua nguvu ya neno. Karibu tena wakati mwingine itakapompendeza Mungu wetu aliye hai katika mafundisho haya siku na siku, ili uweze kutawala na kumiliki. Mimi ni mwalimu wako nayekupenda na kuthamini sana. Naitwa MC Mwalimu Makena. Karibu tushirikiane kwa mawazo, kwa ushauri, pengine kwa maswali, kwa kutumia namba ifuatayo: 0713 49 22 99, 0713 49 22 99. Ukiingia kwenye mitandao, kwenye media, habari ya Facebook, habari ya WhatsApp, utakutana na mimi tu nikikufundisha mambo mengi. Kwenye YouTube andika tu Mwalimu Makena, MC Mwalimu Makena, utapata mafundisho mengi. Dhamira yangu inabaki pale pale, kile kitu nilicho nacho uwe nacho wewe msikilizaji wangu, na zaidi na zaidi na zaidi. Ndio maana nakueleza mara zote kwamba mafanikio kwangu mimi si fedha nilizo nazo mfukoni, bali watu wanapobadilika kwa mafundisho haya, kwangu mimi naita ni mafanikio. Mungu akubariki, uwe na wakati mzuri. Asante. Asante.